Tutizame kwa kina hii leo juu ya sakata ambalo liliibuka hivi karibuni lililoripotiwa kwamba rais wa taifa la Marekani Donald Trump alitumia njia nyingine kuweza kutoroka kile kilichodaiwa kwamba alikuwa auawe. Ni nani hao ambao walikuwa wanataka kumuua rais wa Marekani Donald Trump na wangewezaje? Kwa nini wamtishie Trump? Kwanza kabisa ni kurudisha nyuma kidogo, ambapo ripoti iliweza kutolewa juu ya Trump alibadilisha ndege kwa siri nchini Uturuki kutokana na tishio la Iran. Vyanzo vya habari vya nchini Marekani viliripoti kwa rais Donald Trump wa nchi hiyo mwezi uliopita alibadilisha kwa siri ndege ya Air Force One na kutumia ndege ndogo ya kijeshi ya Marekani baada ya kuondoka kwenye mkutano wa kilele wa muungano wa kijeshi wa nchi za Magharibi NATO mjini Ankara, Uturuki, katika operesheni iliyoripotiwa kuchochewa na tishio la Iran. Na kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa Jumatatu na gazeti la The Washington Post, awali Trump alipanda ndege ya Air Force One ya model ya zamani mjini Ankara, Uturuki, mbele ya kamera za television, huku waandishi wa habari na baadhi ya wafanyakazi wa ikulu ya White House wakiamini kuwa angesafiri kwa ndege hiyo hadi kwenye kituo cha Royal Air Force Mildenhall nchini Uingereza. Gazeti la The Washington Post limebainisha hayo kwa mujibu wa afisa wa Marekani anayefahamu operesheni hiyo na mtu mwingine mwenye taarifa. Gazeti la The Washington Post liliweza kubainisha hayo kwa mujibu wa afisa wa Marekani anayefahamu operesheni hiyo na mtu mwingine mwenye taarifa kuhusu safari za Trump. Hata hivyo, dakika chache baada ya kupanda ndege ya Air Force One, Trump na wasaidizi wake kadhaa walihamishiwa kwenye ndege ndogo zaidi ya aina ya Air Force C-32A wakitumia gari la kubeba chakula na mahitaji mengine ya ndege, imeongeza taarifa ya The Washington Post. Waandishi wa habari ambao waliamini kuwa wanasafiri pamoja na Trump waliagizwa kushusha vifuniko vya madirisha yao kabla ya ndege kupaa, kisha Trump akasafiri hadi Mildenhall kwa kutumia ndege aina ya C-32A. Operesheni hiyo ilifanyika wakati vikosi vya majeshi ya Marekani vilipokuwa vikifanya mashambulizi makubwa ya kichokozi dhidi ya Iran. Lakini katika mwendelezo huo huo, ripoti nyingine tena ikatolewa, ambapo ripoti mpya iliweza kuainisha mambo mbalimbali kwamba madai ya njama ya Iran ya kumuua rais wa Marekani Donald Trump wakati wa mkutano wa hivi karibuni wa NATO nchini Uturuki yalikuwa ni upotoshaji uliopigwa na shirika la kijasusi la Israeli Mossad kwa lengo la kuvuruga mazungumzo ya Iran na Marekani yaliyolenga kumaliza kabisa uchokozi wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Hii ni ripoti iliyotolewa na Middle East Eye ikinukuu vyanzo vya Uturuki vikisema kuwa ripoti hiyo ya kijasusi ya Israeli ilikusudia kushawishi kikosi cha siri kinachomlinda rais wa Marekani kwamba Iran ilikuwa inapanga kumuua Trump wakati wa mkutano wa NATO mjini Ankara mwezi Julai. Na chanzo kimoja kiliambia Middle East Eye kuwa ripoti hiyo ya kijasusi ya Israeli iliwasilishwa kwa maafisa wa Marekani nchini Uturuki tarehe 8 Julai, na chanzo hicho kimesema, bila shaka tulichukulia ripoti hiyo kwa uzito mkubwa na tukajaribu kusaidia wenzetu wa Marekani kadiri tulivyoweza. Hata hivyo, ilikuwa wazi kabisa kwetu kwamba hakuna namna ripoti hiyo ingeweza kuwa kweli. Na ripoti hiyo imesema Benjamin Netanyahu na timu yake walikuwa wakijaribu kujionyesha kana kwamba wanamlinda Trump, huku akidhoofisha juhudi zake za kufikia makubaliano ya kufungua tena lango la Hormuz, njia muhimu ya maji katika Ghuba ya Uajemi ambayo imekuwa chini ya udhibiti mkali wa Iran tangu Marekani na Israeli zianzishe vita dhidi yake mwezi Februari. Na maafisa wa Uturuki waliambia Middle East Eye kwamba njama ya Iran ya kumuua Trump mjini Ankara ingeweza kuharibu pakubwa uhusiano kati ya Iran na Uturuki ambao umehifadhiwa katika hali ya utulivu wa kiasi tangu kuanza kuchokoza wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Na Iran pia imeshukuru hadharani Uturuki mara kadhaa kwa kuzuia njama ya Marekani na Israeli ya kuchochea machafuko katika maeneo yenye Wakurdi wengi ya Iran yanayopakana na Uturuki wakati wa vita hivyo vya uchokozi. Na chanzo kingine cha Uturuki kiliambia Middle East Eye kwamba muda wa kuchapishwa kwa ripoti ya Washington Post mwezi huu iliyofichua operesheni ya kikosi cha siri cha Marekani kutumia kontena la upishi kumlinda Trump dhidi ya jaribio la mauaji pia ulikuwa wa ajabu na wenye kutiliwa shaka. Na mtu huyo ndani anasema huenda Waisraeli wanahitaji mashujaa kwa shambulio ambalo halikuwahi kutokea na kwa uwezekano mkubwa haikuwa hata kupangwa. Na wakati huo ikabainika kuwa maafisa wa kijasusi wa Marekani
walikuwa na shaka na ukweli wa tishio la madai kuwa Iran ilikuwa imepanga njama kumuua Trump akiwa Uturuki. Sasa ripoti zote hizo ziliweza kutolewa. Maswali yanabaki. Najua na wewe utakuwa unajiuliza, ni kweli Trump alitaka kuuawa na jeshi la Iran? Na je, kama ilikuwa ni kweli kwamba Iran wanataka kumuua Trump, ingewezekana auawe au ni mbinu ya uongo ya Marekani na Israeli kuichafua Iran kama ilivyobainika na Middle East Eye kwenye ripoti yao? Ukweli ni kwamba jeshi la mapinduzi la Kiislamu la Iran lina mpango kumuua Trump, lakini halijafanya jaribio hilo. Inadaiwa kwamba kulikuwa na njama ya Iran dhidi ya Donald Trump, lakini haikufanikiwa, na mawakala wa Marekani walidhibiti na kuvunja mpango huo kabla ya utekelezaji. Lakini Iran imekanusha kwamba haijahusika, na Marekani na Israeli wameshindwa kutoa ushahidi wa moja kwa moja kwenye hili. Na nikwambie tu, katika kufuatilia zaidi, zipo taarifa kupitia US Department ambazo zinaeleza kwamba yuko mwanajeshi wa IRGC, ili ni jeshi la mapinduzi la Kiislamu la Iran, alikamatwa Marekani akijaribu kupanga mauaji ya kisiasa ikiwemo kumuua Trump, na alijaribu kuajiri wauaji wa kulipwa, lakini walikuwa maafisa wa FBI waliokuwa wakijifanya. Sasa tuangalie, je, hii ni njama halisi au mbinu ya kisiasa? Ukitazama Iran na baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba Marekani anatumia vitisho kuhalalisha mashambulizi na kuimarisha walale wa kisiasa, na ushahidi wa moja kwa moja wa Iran kuhusika mara nyingi kutegemea taarifa za kijasusi ambazo si wazi kwa umma. Kwa hiyo hii njama ni njama ya Marekani na Israeli kumchafua Iran ili wapate halalisho kwa raia wao. Sasa ukitazama hatari na uhalisia wa jambo hili ni kwamba kwenye masuala mazima ya vitisho vya kulipiza kisasi, Marekani wana wasiwasi sana na Iran. Kwa asilimia kubwa hiyo iko wazi hata Israeli. Moja ni kisasi ambacho Iran anacho. Iran anataka kulipiza kisasi cha viongozi wake mbalimbali. Kumbuka pia kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Iran alisema damu yake lazima italipwa. Lakini pia wako viongozi wao mbalimbali. 2020 Qasem Soleimani aliuawa. Kifo chake kimeacha chuki kubwa ndani ya Iran, na wachambuzi wanasema kwamba Trump atabaki kuwa shabaha ya muda mrefu ya Iran. Na ukitazama Marekani, licha ya haya yote yaliyotokea, wameonyesha tahadhari kubwa wakibadilisha ratiba na ndege za Trump kwa siri, jambo ambalo limeashiria tishio linaloonekana kuwa la kweli kwa upande mmoja, lakini kucheza na saikolojia rais kwa upande wa pili. Kwa hiyo kwa sasa kuna ushahidi wa kisheria na kijasusi kwamba Iran iliandaa njama ya kumuua Trump, lakini haikufanikiwa. Hata hivyo, Iran inakanusha na inadai ni propaganda, jambo ambalo linaacha mjadala wazi kati ya ukweli wa kijasusi na matumizi ya kisiasa ya taarifa hizo. Na ni kwa kiwazi tu, yuko mtu mmoja mahakama ya Marekani imemhukumu, anaitwa Asif Merchant, amehukumiwa kwa ugaidi na mauaji ya kukodi. Na huyu ndugu bwana amekiri mwenyewe kwamba alitumwa na Iran kupanga mashambulizi dhidi ya Trump. Je, ni kweli? Nikwambia Iran wamekanusha. Wao Marekani wamemtoa wapi? Ila tu yote kwa yote jua ni Marekani anataka kuhalalisha mashambulizi yake kwa wananchi wake ili apate zaidi budget. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, je, Iran inaweza kumuua rais wa Marekani Donald Trump kwa mbinu gani? Na Marekani anaweza kuzuia? Njia ambazo Iran kwanza kimsingi ndio Iran inaweza kumuua Trump. Na Iran kumuua Trump lazima kwanza afanye majaribio. Lakini ni vigumu sana kufanikisha kwa sababu ya ulinzi wa hali ya juu wa Marekani. Na njia ambazo Iran ingeweza kutumia, labda wauaji wa kulipwa, hawa tunaita ma-hitman, ambayo ni njia rahisi zaidi ya kujaribu kuajiri watu wa ndani Marekani au Ulaya kupitia mitandao ya uhalifu. Nakumbuka Marekani ni taifa kubwa kweli na maadui ndani kwa ndani pia. Na wako maadui wa Trump. Lakini pia ukitazama yako mashambulizi ya moja kwa moja. Hapa kuna kutumia mabomu, kutumia risasi au mashambulizi ya drone katika mikutano ya hadhara. Lakini je, kwa ulinzi aliyoko nao Donald Trump hii itafanikiwa? Unaona kabisa ni finyu. Lakini pia kuna mambo ya cyber na drone.
Iran imewekeza sana kwenye teknolojia ya droni na mashambulizi ya mtandaoni. Hivyo ingeweza kujaribu kudhoofisha usalama wa anga au mifumo ya ulinzi, jambo ambalo hawajalifanya. Njoo kwenye mashambulizi ya kimataifa. Badala ya ndani Marekani, Iran ingeweza kumlenga Trump akiwa kwenye safari nje ya nchi ambako ulinzi unaweza kuwa dhaifu kidogo, lakini hawajafanya hivyo. Na kwa nini hajafanya hivyo? Ni kwa sababu Iran hataki vita na Marekani, bali kilichofanyika mpaka sasa, hatua alizopiga mpaka sasa yeye imetosha, na hataki vita na Marekani, hataki kujibizana kwa silaha yoyote. Anachopambana yeye ni kulinda taifa lake na watu wake. Na njia ambazo Marekani anatumia kumlinda Trump na kuzuia vita, moja kabisa ni kutumia Secret Service. Hawa wanamlinda rais saa 24. Wanabadilisha magari, ndege na ratiba kwa siri ili kuzuia mashambulizi. Lakini pia kuna watu wanaitwa FBI na CIA ambao hawa wanavunja njama mapema kwa kufuatilia mawasiliano ya Iran na mitandao ya uhalifu. Njoo kwenye ulinzi wa anga na teknolojia. Droni na makombora yanadhibitiwa na mifumo ya ulinzi ya kijeshi. Lakini pia kwenye diplomasia na shinikizo la kimataifa, Marekani anatumia vikwazo na shinikizo la kisiasa ili kuizuia Iran kuendesha operation za moja kwa moja. Kwa hiyo Iran ina uwezo wa kupanga njama ya kumuua Trump, lakini kufanikisha ni vigumu sana kwa sababu Marekani ina moja ya mifumo imara zaidi ya ulinzi wa viongozi duniani. Kwa hiyo tishio ni la kweli, lakini utekelezaji ni mgumu. Kwa hiyo unaweza pia ukajiuliza, sasa ndugu yangu RS, ina maana kwa sasa Trump anaishi kwa hofu sana sababu ya Iran? Jibu ni kweli. Vitisho vya Iran dhidi ya Trump vimekuwa vinachukuliwa kwa uzito mkubwa na vyombo vya usalama vya Marekani. Hii haimaanishi kwamba Trump anaishi kwa hofu ya kila siku, bali anaishi chini ya ulinzi mkali na ratiba ambayo ni asiri mno kwa sababu ya tishio linaloendelea. Kwa hiyo hiyo ipo namna hiyo. Je, una swali lolote? Tamani kupata uchambuzi wa jambo lingine? Utaniambia kwenye komenti yako. Shukran kwa Baba Kivita.